Uko tayari? Amen. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya kusudi lako la jioni ya leo katika ibada hii, kwamba watu wako wapokee neema, wapokee ushindi. Baba, ninaomba watoto wako wakahudumiwe kwa neno lako, nami mtumishi wako nipo tayari kulisema lile ulilolikusudia jioni ya leo. Watoto wako wapone, watoto wako wainuliwe. Ibada ya uponyaji kawaponye watu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. 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 Basi tupo katika mwezi wa 11, ni mwezi wa kuimarishwa na Bwana. Amen. Mwezi wa 11, mwezi wa kuimarishwa na Bwana. Na leo tutaenda kujifunza namna Mungu anaenda kutuimarisha kiimani. Mungu anaenda kutuimarisha kiimani. Na moja ya jambo muhimu sana pale Mungu anapoenda kutuimarisha kiimani ni pamoja na kugeuzwa maisha katika kumtumainia Bwana. Kugeuzwa maisha katika kumtumainia Bwana. Tunaona mchakato wa kuimarishwa kiimani umejikita katika kuisimamia misingi muhimu ya kiroho. Mchakato wa kuimarika kiimani umejikita katika kusimamia misingi mbalimbali ya kiroho, ambayo kwa hiyo inaimarisha imani yako, kwa sababu imani ipo kwenye misingi. Imani ipo kwenye misingi. Na tunaona kuimarishwa kwa kiroho ni safari. Kuimarishwa kiroho ni safari ambayo inahitaji ama inahusisha moyo, akili na matendo. Kuimarishwa kiimani ni safari. Kuimarishwa kiimani ni safari inayohusisha moyo, akili na matendo. Mtu anapoimarika kiimani lazima hivi vitu viguswe. Kinachoanza kugusa ni moyo wake. Moyo unahusika sana. Unapoongelea imani, matuo yake ni kwenye moyo. Maana kwa moyo mtu huamini. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo tunapoimarika kiroho, akili, moyo na matendo lazima vihusike. Unasikia maandiko yanasema kwamba imani pasipo matendo imekufa nafsini mwake. Lazima kuwe kuna matendo pia. Matendo pia. Lakini akili inahusikaje sasa kwenye imani? Hata sasa inahusika akili yako kunisikiliza. Akili ndio inayopeleka taarifa kwenye moyo. Alafu moyo ndio unaamini. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinahusika unapoenda kuimarika kwenye imani. Kwa sababu imani sio kitu kinachoshikika. Imani ni kitu ambacho kinatengenezwa katika ulimwengu wake. Katika ulimwengu wake. Na ndio maana nasema imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Katika ulimwengu tarajiwayo unaona vitu. Leo ninaamini kwamba baadaye. Kwa maana ya kwamba kuna kitu nakiamini kitakuja. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo
yatarajiwayo, ni bayana ya mambo ambayo bado hayajaonekana. Kwa yanayoonekana ni ulimwengu wa sasa, ambayo hayaonekani ni ulimwengu wa baadaye. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Yakisha kamilika, imani kikamilika, muujiza wa imani ukitokea, unakuja katika ulimwengu wa sasa. Ndio tunaona watu wanashuhudia kwamba nilikuwa naumwa na sasa nimepona. Huyu mtu akitaka kupokea uponyaji kwa imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Maana yake nini? Kabla hajapona ni lazima auone uponyaji. Kabla hajapona ni lazima aukiri uponyaji. Kabla hajapona ni lazima aone ndani yake kuna kitu ambacho kitaondoka na kuna kingine kitaingia. Kuna ugonjwa utaondoka, kuna uzima utaingia. Akishaanza kuona hivyo, tunasema huyu ni mtu wa imani. Kwa hiyo imani inahusisha moyo, akili na matendo. Inaenda kuathiri mtazamo wa mtu. Haleluya. Inaenda kuathiri mtazamo wa mtu, kwa sababu imani ni mtazamo. Vile mtu anatazama. Ushaona mtu anaamini kwa mganga wa kienyeji, ni mtazamo wake. Imani ni mtazamo wake. Kugeuza mtazamo wa imani sio kitu kidogo. Ni lazima mtu asikie. Wiki hii nina semina pale Mbutu ya wiki moja, siku 5, Jumatatu hadi Ijumaa. Baada ya semina huwa nakuwa na spiritual clinic. Naonana na mtu mmoja baada ya mwingine, namuombea kwa utaratibu mpaka. Sasa nilikuwa namuombea kijana mmoja jana kwenye kliniki ya jana. Kaletwa, anaeleza vile alivyokuwa anaumwa, anateseka hadi muda huu ameumwa, ni kama amechanganyikiwa, anaona kufa, anaona kila kitu. Amekimbia hadi familia yake, ameiacha familia yake, ameenda kwa mganga kienyeji, yuko huko. Sasa akawa anaeleza jinsi ambavyo mganga kienyeji amempa masharti na kila siku anamtisha. Kila siku akienda anamwambia yaani una bahati umekuja leo, yaani ungekufa. Na yeye hali anayoisikia huko ndani na anayoona anaongea na mganga kienyeji yanakuwa yako yanaendana, kwa anaamini mtazamo wake. Sasa imani ni vile unavyotazama. Sasa ananiambia kwamba juzi nimepeleka, ameniambia nipeleke swi mbuzi, jana amenipeleke swi nini. Kwa hiyo yani hata hivi yani nimebeba sadaka naenda kupeleka kwa mganga, kila siku ananisumbua hivi na hivi. Sasa nikamwambia okay, simama hapo nikuombee. Nikamwambia unaona mateso mengi leo yanaenda kuisha, ndio mwisho wako. Akasema sawa. Nikanyosha mkono akafunguliwa. Alivyonyanyuka akaniambia yani nimepona kabisa. Akaanza kusema baba, nilikuwa nashindwa kufanya hivi, sasa naweza. Nilikuwa nafanya hivi, sasa naweza. Yani ona, yani akaanza kuchanganyikiwa pale, akaanza kuchanganyikiwa. Baadaye nikamwambia sasa kesho njoo uendelee. Akasema nitajitahidi niwahi, kwa sababu sasa hivi sasa kwa kule mganga nilimwahidi itakuwa sio vizuri. Nisipoenda kumpelekea kwa sababu yani mondani nitakuwa na hukumiwa. Amepona lakini anataka aende akafanya marejesho ya mwisho. Sasa nikamwambia hivi, kwani wewe kwa mganga kienyeji ulikuwa unaenda kufanya nini? Kupona. Hapa si umepona Kwa hiyo kwa mganga kienyeji sihitaji tena uponyaji. Ninapeleka tu ile sadaka yake basi. Nikamwambia okay.
Sawa, Yesu ameshakuponya. Huna haja ya kwenda kwa mganga kienyeji. Wewe nenda nyumbani. Alafu kesho rudi tena. Ukiona hali uliokuwa nayo bado ipo, nitakuruhusu uende kwa mganga kienyeji. Uendelee huko huko. Sasa usiku ananipigia anambia, baba, yani hivi kumbe watu wanalalaga. Mimi nimelala. Leo nimelala. Yani anashangaa kulala. Ambia nimelala, leo nimelala. Sasa asubuhi amekuja kwenye kliniki ya leo. Nikamwambia, akaniambia nishakimbia na familia yangu, watoto kila siku wanapiga simu wanalia. Nikamwambia sasa hebu rudi. Nenda kwenye familia yako sasa hizi. Akasema mle ndani mimi baba nadhani mle ndani mimi ndio nikiingia mle ndio pana shida. Nikamwambia nimekuombea, nenda. Ukifika pale mimi nipo hapa sasa hivi. Wala siondoki sasa hivi. Nipo naendelea kuhudumia wengine. Wewe nenda sasa hivi. Lolote litakalo tokea, kimbia njoo. Kwa sababu kila mtu lazima uendane naye kwa imani yake. Unavyoongea na huyu ni tofauti na unavyoongea na huyu. Kwa hiyo kaambia wewe nenda, afu ukifika kule kaangalia alafu urudi. Ikiwezekana lala hata kidogo pale nyumbani, alafu uone utaota ndoto gani alafu ndio urudi. Akaenda. Alivyoenda akaambia, yani pazuri, nina amani. Kwa hiyo sasa baba nifanyaje? Nirudi moja kwa moja ama? Umenielewa? Mtazamo. Nipo kwenye kona nao kueleza kwamba imani itapitia, kuimarishwa kwa imani, utaimarishwa akili yako, moyo wako, matendo yako, yataenda kwa haya yote yataenda kuathiri nini? Mtazamo. Kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake na imani yake. Imani yake ndio mtazamo wake. Kuna binti yangu mmoja hapa leo ajaja, sidhani kama amekuja leo. Alikuja na mchumba wake. Na nilikuwa naambia wewe, sisi hatuoani na watu nje ya Wakristo. Akaja naye hapa, yani vurugu nyingi. Nikamwambia sikiliza, msimamo wangu ni huu, tena usinitanie. Wewe ni mtu wa hapa na unanielewa. Msimamo wangu ni kwamba hiyo kitu, hayo mahusiano hayapo, nimeyafuta. Kwanza ya mahusiano yanapoendelea kwa nao ndio mapepo yanakuvamia zaidi. Sitaki hiyo kitu. Kamchenjia. Kaambia asije hapa. Sitaki hayo mahusiano. Yule jamaa akaanza kulalamika, unajua Pastor Miamba hataki mimi nioe. Huyo Pastor Miamba mbani. Kaambia tena asinichokoze. Naweza nikamzukia hadi kwenye ndoto. Aniache mimi natumika hapa. Mimi mwambia hakuna mahusiano kama hayo. Hasa baadaye akaanza kusema anaomba kuonana na mimi. Nikaambia kuonana na mimi? Kwa unadhani mimi nazuia mtu kuonana na mimi? Wewe njoo. Unataka kuokoka? Njoo. Au unataka nini? Nikamwambia njoo naye. Kipindi namwambia njoo naye, naendelea kumsitiza yule binti. Naambia lakini usijipe moyo kwamba nitamruhusu huyo akuoe. Akija nitampa masharti akiweza nitakwambia nenda kaolewe naye. Wakaja hadi pale ofisini. Wameingia pale ofisini na yule bwana mkubwa ameletwa na yule binti. Ambia bwana huyu ndio kila siku anayenisumbua. Nikaambia hebu unaendaje? Yani kama yuko tayari kwa kila kitu. Sio Mkristo yeye. Nikaambia sasa sikia masharti yangu. Namba 1. Inakupasa uokoke. Namba 2. Sio uokoke kwa ajili ya kumwoa huyu, bali uokoke kwa kuwa unamtaka Kristo na ufike mbinguni. Namba 1. Kumwoa huyu liwe ni jambo la baadaye. Na hata ukiokoka leo, ili nisikuambie nimekudanganya, simruhusu huyu umuoe mpaka nikutazame kwa mwaka 1.5. Nikikutazama kwa mwaka 1.5,
Nikiona unaelekea ndani ya mwaka unaofuatia ndio nitakuruhusu. Wewe jamaa yuko mwaka wote huo. Sasa alichoniacha hoi, ndio maana nasema imani ni mtazamo. Akasema kwa hiyo kwenye huo mwaka niko sawa, niko tayari. Kwenye huo mwaka kwa ina maanisha ndio nisimguse kabisa. Nikauza kwa mlikuwa mnagusana kumbe. Niweza ni marufuku. Sasa akamwomba yule binti atoke nje. Akataka kubaki na mimi. Nikajua labda anataka kuongea kitu cha maana kweli kweli. Unajua aliongea nini? Hata si niseme nini. Nashindwa hata niongee nini. Ambia mchungaji, hivi kwa nini unaturuhusu tusifanye? Kwani hakuna sala ambayo tukifaa tukiomba hiyo sala? Na yuko serious kabisa. Sasa nitengenezee sala fulani, najua wewe una nguvu za Mungu. Tengeneza sala fulani hivi afio naomba kabla, alafu naomba na tukishamaliza. Hapo nikamwita na yule, nikamwambia unamsikia? Unataka kuolewa naye? Unamsikia anachokiongea? Akaona kweli huyu, kwa kweli huyu ni chenga kabisa. Nikamwambia sio chenga tu. Ni hamna kitu. Ni hamna kitu. Na naambia wewe najua unanichukia sana. Ukiendelea kunichukia wewe, yatakao kupata shauri lako. Wewe tu, huyu yani hapa sikupi huyu binti. Yani hakuna kitakachoendelea. Akaondoka akasema nitarudi. Hajarudi mpaka leo. Hajarudi mpaka leo. Na nikamwambia sasa wewe, anamwambia huyu anamdanganya mwenzie. Aambia unajua wewe yule Pastor Miamba anakudanganya. Nikamwambia anakudanganya sasa nikamwambia sasa ngoja niwafuate, niwazoom zaidi. Kwa kila siku akisema sasa tuonane nimeshamnyanyulia simu. Nasema kwa hiyo mmesemaje? Akageuza na picha kwa huyo sio mchungaji, huyo mchawi. Nikaambia utaongea yote na utayamaliza, lakini hapa sikubali. Sikubali. Lakini tunachoangalia hapa ni nini? Mtazamo. Imani inaenda inaathiri nini? Mtazamo. Huyu mtu ili aweze kuwa mtu wa imani ni lazima tuigeuze, ama akili yake kuna kitu isikie, sawa moyo wake kuna kitu iumbike, halafu matendo yabadilike ama yahusike, halafu yaende kubadili mtazamo. Kuna mtu mmoja tunaelewana? Bila kumbadilisha huu mtazamo bado hana imani. Imani ni matokeo ama ni mtazamo ulio nao sawa sawa na mtazamo wa mbingu, ndio imani. Imani ni mtazamo ulio nao sawa sawa na mtazamo wa mbingu, hiyo ndio imani. Una imani? Ndio tunaangalia mtazamo wako. Mtazamo wako ukoje? Mtazamo wako una nguvu ya kuweza kuona vitu kama mbingu zinavyoona. Ulimwengu wa roho unaathiriwa na mtazamo wako wa kiimani. Na ndio maana Yeremia alipotengenezwa vizuri na Mungu, Mungu alimuuliza Yeremia, waona nini? Yeremia, waona nini? Pale Mungu alikuwa anataka kuona imani ya Yeremia imebadilisha mtazamo wake. Akasema ninaona ufito wa mlozi. Akasema muona vyema, ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Leo hii ukiniambia una imani, na uwezo wa kuipima imani yako.
Na moja ya kitu ambacho nitaipima imani yako, nitatengeneza mazingira ya kuangalia mtazamo wako. Mtazamo wako ndio utaniambia una imani kiasi gani. Mtazamo wako. Na ndio maana ni aibu kubwa sana kuongea kama umeanguka kiroho. Kwa sababu watu ni rahisi kujua kwamba haupo rohoni, haupo kiimani, sababu mtazamo. Unatazama vipi? Na ndio maana adui akija kutaka kuangalia maendeleo yako ya kiroho, anaangalia kwanza mtazamo wako. Sawa sawa. Ataruhusu shaking. Na ndio maana akasema hivi, imani inajaribiwa. Kujaribiwa kwa imani zetu kunatengeneza saburi. Maana yake nini? Kipindi unapitishwa kwenye machangamoto, saburi inaangalia mtazamo wako. Kipindi kile cha saburi unapimwa mtazamo wako. Na ndio maana maandiko yanasema ukishinda, ukivumilia mpaka mwisho, maana yake nini? Dhoruba yote ikija, kabla ile dhoruba haijaondoka, itapitia kukujaribu mtazamo wako juu ya ile dhoruba. Ule mtazamo wako ndio imani yako. Sasa mtazamo yategemeana na mtazamo gani? Hasi au chanya? Mtazamo. Okay. Biblia inasema nimeweka milango iliyo wazi mbele yako, wala hapana awezaye kuifunga. Ushaisikia hiyo kitu? Amen. Kama milango iko wazi, kwa nini tunaona vitu vimefungwa? Ule mlango aliyosema ameacha mlango ulio wazi mbele yako, ule mlango ni wa nani? Ule mlango ulio wazi mbele yako ni wa nani? Watu wanataka kuvuruga ushahidi, anaondoa ushahidi. Hataki ukaa kimya na hataki kuonekana upande wote. Acha kuika, sikia. Ule mlango uliowekwa mbele yako ni wa nani ule? Ni vizuri kwamba kanisa limegawanyika. Wengine wanasema ni wa kwangu, wengine wanasema ni wa nani? Sasa nimeweka mlango ulio wazi mbele yako, wala hapana awezaye kuufunga. Ule mlango ni wa nani? Akasema nimeweka mlango ulio wazi, wala hapana awezaye kufanya nini? Kuufunga. Sawa? Huo mlango ulioweka wazi mbele ni wa nani? Asante. Kuna majibu. Wa kwangu, wa Mungu. Watu wamechanganya. Sawa sawa. Mwingine anasema ni wa kwangu. Sasa kama wa kwako, mbona umewekwa mbele yako? Asa nimeweka mlango mbele yako, wala hapana awezaye kufanya nini? Kama ungekuwa ni wa kwako, mbona umefungwa kwako? Uko wazi? Mtazamo. Kwa mitazamo imefanya nini? Imefungua mlango, imefunga. Asa nimeweka mlango ulio wazi mbele yako, wala hapana awezaye kufanya nini? Kufunga. Maana yake nini? Ule ni mlango wa Mungu. Mungu ameacha vitu vyote wazi mbele yako. Hakuna awezaye kuzuia baraka za Mungu kwako. Ndio maana yake. Nimeacha milango iliyo wazi mbele yako, wala hapana awezaye kufanya nini? Kufunga. Kuifikia sasa ile milango, ili upate kuingia ama kuchukua vitu, kufikia, ndio unahitaji imani yako
ambayo itafanya ufikie mlango na kuuchukua. Yaani kwamba anasema hivi, nimeweka nyumba mbele yako, hapana atakaye kuzuia. Maana yake nini? Ni lazima ile nyumba ufanye nini? Uifikie. Imani. Kuna mtazamo fulani hivi ukiwa nao unaingia kwenye ule mlango. Ukiondoka kwenye ule mtazamo unatolewa kwenye ule mlango. Lakini mlango wenyewe uko wapi? Maana yake ni nini? Mtazamo wa leo. Biblia inasema hivi, imani, mtazamo wa leo unaweza usiwe mtazamo wa kesho. Kwa sababu imani ni kitu kinachobadilika, yategemeana umesikia nini. Imani ni kitu kinachobadilika. Kwa kama unaenda kuimarishwa kiimani, inamaanisha akili yako, mawazo yako, fikra zako, kila kitu kinachokuzunguka lazima kiwe kimekaa katika mtazamo wa Mungu. Wewe ndio mtu wa imani. Inaenda kuathiri nini? Mitazamo mbalimbali. Na ndio maana mtazamo wake unaathiriwaje? Unaambiwa hivi, sawa, mimi ni mzima, nachojua mimi ni nini? Unajua ni rahisi sana kumwambia mtu wewe ni mzima akiwa mzima. Akiwa mgonjwa ni ngumu sana kumwambia kwamba wewe ni mzima akakuelewa. Ukiwa mgonjwa ukiambiwa wewe ni mzima unaelewa? Ni ngumu, kwa sababu uko kwenye nini? Kwenye maumivu. Zamani miaka 4 iliyopita nilikaa kikao na mtoto wangu mmoja pale Mbutu. Nilipokaa kikao akaja akaniambia, mimi nimeenda hospitali, nimepimwa, nimeambiwa ni HIV positive. Akamba kuja yuko kwenye stress sana. Nikamwambia hivi, usiogope. Mtazamo wako juu ya HIV ukoje? Nikaanza kumpa maelekezo. Bwana, yule binti alishika, huwa ana tabia ya kushika kila anachokiongea. Alishika nilichokiongea. Alipotoka pale akaambia, baba, nilikuja ninalia, nimetoka na mtazamo mwingine. Akasema mimi siumwi, mimi ni mzima. Akatoka na ule mtazamo. Sasa nikawa na mtraki katika roho. Nilipo mtraki katika roho, nikaona plani nzima ya jinsi ile HIV ilivyo kwake, na nikagundua kwamba ni hila za adui. Nikamwita tena nikamwambia, sikia, hizo ni hila za adui. Akaambia, baba, na hilo na lenyewe nalichukua. Kila anachokiongea yule mama anachukuaga, anapeleka, kinageuza mtazamo wake. Kila anachokiongea, kwa sababu mbegu inaweza kaachiliwa ikagoma, kila anachokiongea nakipokea, kinageuza mtazamo wake. Yule mama miaka 4 akapata mtoto. Alipopata mtoto ameenda clinic wakaanza kumwambia, leo inabidi uanze dawa, leo inabidi uanze dawa. Akasema sawa. Akaona pewa zile dawa, hazitumii. Sijasema ufanye hivyo wewe, nakupa story ya mtu. Nakupa story ya mtu kwa sababu usifanye cha mtu mpaka mtazamo ubadilike. Sawa sawa. Ni kama mtu anakuja sasa, niendelee kutumia dawa, naambia sasa wewe ndio unaitumia. Wewe ndio unayetakiwa ndani yako mtazamo ujue utatumia ama hautatumia. Usiige kutotumia dawa kama mtazamo wako haujageuzwa. Sawa sawa. Yule mama bwana amekaa vile. Akasema mimi baba hapana. Nikamwambia sikiliza, akija na ile imani mimi siishushi, ninaipandisha imani yake. Nikaambia hivi, shikilia, unaposhikilia mimi nakuambia kama mtumishi wa Mungu haufi. Na mimi nitatafuta chanzo na nitakwambia. Kapita kama mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu nikamwita. Nikamwambia sikiliza, unaenda kupona. Hii kitu haitasikika tena kwako. Hii kitu haitasikika tena kwako. Akaenda, mambo yakaenda kama hivyo, akaenda kapima, mambo yanaenda. Kila siku ananipa report, kila siku ananipa report. Sasa
kipindi yuko vizuri sana, bado anaendelea. Na to make the long story short ni kwamba hata mtoto yuko salama na yeye anaendelea hivyo hivyo. Jana wakati wa spiritual clinic jana, nikaambia huyu nataka nimalizane naye leo kabisa. Nikaambia Roho wa Bwana, nataka nimalizane na huyu. Hii clinic nataka nimalizane na huyu kabisa. Nikamwita. Alivyokuja nikamskani, Roho Bwana akanifungulia vingi sana. Nikasema hivi, yeye hataweza kuamini. Nikamwambia naomba niitie mume wako, njoo naye. Akaja na mume wake. Nilipofika nikamwambia hivi, kuna vitu nataka nivifanye kwako, mume wako ndo aje kukusimulia. Nikaweka mikono kwake. Mapepo anasema kwamba sisi tumeweka HIV, lakini kiukweli hamna. Hiyo HIV ni sisi. Haiwezekani yeye awe mjini afisi kijijini. Yeye mjini aende lakini awe na stress, sisi kijijini tutakaa lakini tuko vizuri. Kwa vita ni kwamba yani kumbe hata kuja Dar es Salaam ni vita. Umeelewa? Dar es Salaam hapa ni vita. Akasema leo umetugundua, yani leo tumekwisha. Nikaweka mikono na nikamwambia haya sasa ondokeni na kila kitu. Mapepo yakasema tunaondoa kila kitu na tunakuachia mtoto wako huyo akiwa salama. Mapepo yakaondoka. Sawa. Angalia sasa kwa nini nimekuambia hivi. Iko hivi. Wewe naye kueleza sasa hivi ni rahisi kunielewa kwa ajili ya mtazamo wako wa kiimani. Nikienda pale Muhimbili nimpe hii story daktari, vile atakavyonikimbiza, si unapata picha Sawa? Vile atakavyonikimbiza ambia unaongea nini? Yaani HIV na mapepo vinatokana vipi? Lakini tutagombana kimtazamo wa imani. Imani ni mtazamo. Sawa. Imani ni nini? Ni mtazamo. Kabla mtazamo wako haujabadilika, wewe sio mtu wa imani bado. Halo, tunasikizana vizuri? Kuja kanisani haimaanishi wewe ni mtu wa imani. Mpaka mtazamo wako utakapofanya nini? Utakapobadilishwa, ufanane mtazamo wako uwe sawa na mtazamo wa Biblia hii. Hapo sasa wewe ndio utaitwa mtu wa nini? Wa imani. Mpaka mtazamo wako, sawa? Kwa sababu sio kila unachokisikia kinaenda kukugeuza. Kabla haujageuzwa wewe sio mtu wa imani, hata kama unahudhuria ibada, hata kama unaimba, hata kama unahubiri kama mimi. Na ndio maana Mungu akamwambia Ibrahimu ya kwamba alihesabiwa haki kwa sababu alimwamini Mungu. Kila alichoamini ndicho alichohesabiwa haki. Kwa lugha nyingine, kile ulichobadilishwa mtazamo ndio kile kinakuwa haki yako. Yaani ile ndio imani yako. Mahali ulipobadilika mtazamo kwa asilimia ngapi? Kama umebadilika mtazamo wako kwa 2%, wewe ni wa imani kwa 2% ngapi? 2. Kama mtazamo wako umebadilika kwa 10%, wewe ni wa imani kwa 2% ngapi? 10. Kwa tunapomwambia Mungu atuimarishe kiimani, inamaanisha kwamba yamkini mpaka hivi ninavyoongea imani yako, mtazamo wako wa kiimani ni 5%. Kuimarisha kwake ni nini? Kuna namna unatakiwa uimarishwe utoke kwenye 5% uende 50%. Na ndio maana unaweza ukamwamini Mungu kwa jambo fulani lakini usimwamini Mungu kwa jambo fulani. Tunakubaliana? Mitume wakamwambia Yesu, utuongezee. Utufanye nini? Hamaanishi walikuwa hawana. Sawa? Lakini ilibidi aombe kuongezewa kwa sababu yamkini imani waliokuwa nayo sio ya kile kitu ambacho walikuwa wanataka kuongezewa imani. Kwenye vitu vingine walikuwa na imani.
Na ndio maana Yesu aliwaambia, stori zilianzia mtu ana kifafa, amekuja ameomba kupona. Wameng'ang'ana, wameweka mikono, wameshindwa. Wakamwendea Yesu. Yesu akaweka mikono dakika moja, akapona, ikawasumbua. Hiyo ni kesi ya kwanza. Kesi ya pili ambayo aliomba kuongezewa imani, walivyoambiwa kwamba kusamehe. Hata kinipiga samehe. Akikusamehe, akinipiga mara ngapi nisamehe mara ngapi? Mara 7. Hata mara 7, 7 halafu uzidishe ngapi? 70. Jumla yake ndio unaotakiwa kusamehe kwa siku. Unaweza kujikuta unatakiwa kila sekunde wewe unasamehe, au samehe kabla hujakosewa, kutokana na mahesabu. Walivyosikia hivyo, wakaomba tena waongezewe nini? Azaa, mzee, tunaomba upampu kidogo kwenye hii, bado pana changamoto. Kwa hiyo hata akinipiga, Yesu akikupiga kwa kunionea, hata kwa kukuonea, nimsamehe. Mzee, hii tunaomba utuongezee nini? Imani. Waliomba tena imani waongezewe, kwa sababu kule wakati wanamuombea yule walikuwa wana upungufu wa imani. Na ndio maana mtaweza kuelewa kwa nini mapepo unapoweka mikono yanaanzaga kucheka. Kama wewe ni mfanyaji wa huduma, yanakucheka. Hamna chochote kinachoendelea. Unajua kipindi hicho moto ndio unakuwa umekolea, lakini anataka abadilishe mtazamo. Wakibadilisha mtazamo, hutaweza tena kusukuma power ile. Hutaweza kusukuma ile power. Ni rahisi sana kuambia hivi, yaani kipindi linataka kutoka, linakuambia hamna chochote. Likisha sema vile, ni rahisi kusema naomba mumlete kesho, leo tutamwacha. Kumbe ndio ulikuwa unataka kufanya nini? Kutoka. Mmoja pale ofisini anamwambia, tena wewe uliyenishika miguuni, wewe skendo zako nazimwaga leo hapa. Yule mtendakazi ndo alikuwa na mazingira magumu ya kufanya kazi siku zile kuliko siku zote. Yaani liona ameshika miguu, ameshika miguu na miguu yake inatetemeka. Ushaonaga hiyo Ndio siku hiyo. Na si ajabu hana skendo yote, lakini sasa unakuwa hujui anaisema lipi. Lakini ukiwa na roho pale pale, simakumbuka wangapi walikuwa pale, yakasemaje? Akasema, na wewe mchungaji, kuna udhaifu wako. Unakumbuka? Wala ambao tulifanya una udhaifu wako. Nikamwambia hivi, sema huo udhaifu wangu. Sema. Unakumbuka hicho sema? Aisemaje? Eti udhaifu wangu ni kwamba unatumia moto wa Roho Mtakatifu. Eti ndio udhaifu wangu. Mimi nikawa naambia, sema hapa mbele hao wote ni watoto wangu. Sema udhaifu wangu, waujue udhaifu wa baba yao. Sema. Pepo halina la kusema. Maana yake nini? Nimekutana na kisiki. Nidhani hapo mchungaji atasukuma moto nyuma. Kusema akasema udhaifu wangu, watoto wangu akanisikia. Wewe sema. Sema. Maana yake nini? Yule bwana mkubwa Sami yule anaelewa mlima. Nimewakabidhi mtu aombe. Mchungaji yule papa kama mchungaji, hivi ndio umeletea hawa? Na wenyewe hawa. Na kuomba hawa. Akaanza kuondoka mmoja baada ya nani? Joash alikuwa ameshika kichwa kama muombaji, ghafla akawa mtenda kazi. Unakuta ameshikilia miguu. Kasa, mbona umehama tena? Jesa, mimi nitashika miguu. Wote wakawa kama hapo. Mimi nikaa sasa nimekaa kama siwaoni. Naangalia magesi na mimi na wacheki vijana wangu na watrain. Nikiangalia nataka nione nani ataondoka kijani. Unaona watu wanaambia katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina, ndio anaondoka hivyo. Nikamwambia wewe rudi.
lakini wameishiwa nguvu kwa sababu ya maneno ya lile pepo. Maneno ya lile pepo. Mmoja tena akaambiwa hivyo hivyo, aambia huyu mchungaji, kati ya bomu lilonalo ni hili, niseme nisiseme? Akala kona. Hapa hamna mtu. Mchungaji mapepo anasema hapo hamna mtu. Sasa kama una kaskendo kako kamoyoni kamoja, yani ndio kana kuvuruga kabisa. Nikawang'ang'aniza pale, omba. Nikamteua huyu bwana Sami. Endelea kuomba. Sami naye amechanganyikiwa. Naona kabisa amechanganyikiwa. Hajui kinachofuatia. Abaki kusema nachomoa nyaya. Nachomoa nyaya. Nachomoa nyaya. Pepo likamuuliza, waya gani? Na yeye akasirai. Swali moja, akasirai kabisa. Akarudi nyuma na yeye. Akaanza, na mimi nikaa namwangalia, tunachomoa nyaya. Alivyosema nyaya gani? Sauti kaanza kupungua, nachomoa. 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 Baadaye nikawaangalia, halafu ghafla kukawa kama kila moja amekaa kivyake, yani kila moja amekosa amani, halafu kila moja kama ana mawazo marefu na tafsiri. Yule amemwacha na mapepo yake amesimama pale. Amesimama pale. Nikamwambia sikilizeni, bali kitu kidogo tu. Oneni, katika jina la Yesu Kristo funguka. Akafunguka. Ikazidi na kuwachanganya. Ikazidi kuwachanganya. Wakakaa. Na ule pepo alivyosema kwamba yani hapa huna hata mtu, ndio yani akawachanganya kabisa. Kumbe mimi nikawaambia jambo moja. Nikaambia sikilizeni. Nyinyi sio kwamba hamna nguvu. Nyinyi mna nguvu. Kwa sababu mimi nimewatuma na mali hapa, nyinyi mna nguvu, mnatumia nguvu zile zile. Lakini changamoto yenu mmekubali kugeuzwa mtazamo wenu na kuanza kujiona sawa sawa na pepo linavyosema. Baada hapo huwezi ukaitumia imani tena, kwa sababu imani ni mtazamo. Mtazamo ukiharibika, huwezi tumia mtazamo ulioharibika kuleta muujiza. Sawa sawa? Mtazamo ulioharibika hauna matumizi ya kiimani na maisha yako. Ni mpaka ugeuze mtazamo, halafu kisha geuza mtazamo. Mtazamo wa imani ndio imani yenyewe. Haleluya. Kwa sasa angalia, tutaenda kuangalia kwa haraka ni mazingira gani ambayo yanatupasa katika kipindi cha kutengenezwa kiimani. Katika kuimarisha kiimani ni mazingira gani? Nataka tu tukaangalia haraka haraka. Ni mazingira gani? Ni mazingira gani ambayo yanatakiwa katika kipindi hiki? Nataka nikupe tu vitu muhimu sana ambavyo naomba usivipuuzie. Vishikilie. Nikisema usivipuuzie, haimaanishi kwamba utavidharau. Natamani wewe ukavifanyie kazi. Amen. Tunaelewa. Biblia inasema hivi. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Asante. Anasema neno la Mungu na likae kwa wingi. Alafu ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 119. Zaburi sura ya 119. Anasemaje? Zaburi ya 119 na mstari wa 11 inasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Asante. Ukisoma ule mstari wa 100 sura ya 119 hiyo mstari ule wa 105. 119 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia. Sasa ukiangalia neno imani inategemea sana neno. Sawa sawa? Amen. Kwa hiyo imani inaeleza kwenye kitabu cha Warumi, anasema imani chanzo chake ni kusikia.
Imani chanzo chake ni nini? Ni kusikia. Ni kusikia. Kusikia kutokanako na neno la Kristo. Ukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 10 na mstari wa 17. Inasemaje? Warumi sura ya 10 na ule mstari wa 17 inasemaje? Warumi sura ya 10 na mstari wa 17 nasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake, vyanzo vya imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa nataka twende nikakuainishie mambo muhimu sana, naomba ukayaishi. Namba moja katika kutengenezwa kiimani, uwe tayari kutengenezwa kwenye kusoma neno la Kristo. Kwenye kuimarishwa kiimani, uwe tayari kutengenezwa kwenye kusoma neno la Kristo. Soma kidogo kidogo kila siku. Soma kidogo kidogo kila siku. Endelea kuongeza jinsi siku zinavyoenda. Neno la Kristo lazima likae kwa wingi ndani yako. Soma neno la Kristo kidogo kidogo kila siku. Endelea kuongeza jinsi siku zinavyoenda. Maana yake ni lazima kila siku usome neno japo kwa uchache. Unaposoma neno kila siku kwa uchache, inaleta tabia. Inaleta tabia. Tabia ni kitu endelevu, kama vile imani inavyohitaji kuwa endelevu. Ikijenga tabia, tayari unakuwa ni jambo la kila siku, na imani nataka kiwe ni kitu cha kila siku. Haleluya. Na ndio maana Biblia inasema hivi, mwenye haki ataishi kwa imani. Ni cha kila siku. Haleluya. Lakini kwenye neno hapo hapo, pata muda wa kulitafakari hilo neno, na uhusishe unachokitafakari na maisha yako ya leo na yajayo. Nini maana yake? Kuna wakati wa kulisoma neno, na kuna wakati unafunga Biblia unaiweka pembeni, unaanza kulitafakari hilo neno ulilolisoma. Jinsi siku zitakavyokuwa zikienda, utakuwa ukisoma, kama unaongezeka, unakuwa na daftari pembeni, unaandika summary ya vile vitu muhimu. Baadaye unakaa unafunga Biblia, unaanza kulitafakari. Watu wengi wanasoma lakini hawajipi muda mzuri wa kutafakari. Unapotafakari neno, linatengeneza kile ulichokisoma kiingie kwenye maisha yako na mifumo yake. Tafakari ya neno la Mungu ndio kitu pekee kinachoenda kugeuza mtazamo wa kiimani. Tafakari ya neno la Kristo ndio kitu pekee kinachoenda kugeuza mtazamo wa kiimani. Nimekuambia jinsi unavyotafakari, husisha tafakari yako na maisha yako ya leo na ya baadaye. Namba 2, katika kutengenezwa kiimani, utasukumwa sana kuomba kila siku. Huo msukumo wa ndani utakuwa unakusukuma wewe kuhakikisha kwamba hata kama unaomba kwa uchache, lakini ni kila siku. Baba nakushukuru, asante. Baba nakushukuru, asante. Unaomba kidogo kidogo, lakini mara kwa mara itakusaidia. Kwa sababu maombi ni mawasiliano ya moja kwa moja na Mungu. Jifunze kuomba nyakati zote, sio zile tu unapokuwa na changamoto. Jifunze kuomba nyakati zote, sio zile ambazo na changamoto tu. Omba wakati wote. Fanya maombi yawe ni tabia ya maisha yako. Imani yako italindwa. Maombi huimarisha mahusiano yako na Mungu na huleta amani ya moyo. Maombi yanaimarisha
mahusiano yako na Mungu na huleta amani. Namba 3, unapoimarishwa kiimani, kuna jambo hili litarajie. Utaimarishwa na ushirika na waumini wengine walio vizuri kiroho. Kwa sababu mwamini mmoja anapokutana na mwamini mwingine, imani ya yule mtu huimarishwa. Mwamini mmoja anapokutana na mwamini mwingine, imani ya yule mtu huimarishwa. Ushirika wa waamini wawili watatu waliosimama vizuri huimarisha maisha ya kiroho. Kwani kila mtu anahitaji kusikia kutoka kwa mwingine. Maana yake ni nini wapendwa? Ni muhimu sana kuwa na marafiki wa kiroho. Usitegemee kukaa peke yako. Katika kuimarishwa kiroho, jambo la 4 ambalo natakiwa uelewe, kipindi unaimarishwa kiimani, Bwana ataachilia shauku ya kujifunza na kufundishwa. Mfano kama hivi ulivyokuja kwenye ibada, wengi hapa mmeletwa na shauku ya kujifunza na kufundishwa. Wengi mioyo yenu iko tayari kupokea, kusikia. Mungu atakapokuwa akitaka kuongeza kiimani, atakupa shauku zaidi ya kujifunza na kufundishwa. Na ndio maana huwa tunatamani sana watu wakae kwenye mafundisho sahihi. Kwa sababu kuna nyakati mtu anapata shauku, ile shauku akienda kipokea mafundisho mengine ni rahisi kumharibu kabisa yule mtu. Kwa sababu ile shauku ikija inakuwa kama mtu anatapatapa, anatamani asikie, ndio unakuta yule mtu anawasha redio, anamsikiliza mhubiri yoyote, akitoka anadhani moyo umepokea, kumbe moyo umeangamizwa. Kwa hiyo ni vyema pia kujua mafundisho sahihi. Na ndio maana kipindi hicho ambacho moyo wako utakuwa unasukumwa kujifunza na kufundishwa, kuliko ukasikie nje, ni bora wana HVC 3 mnaoaminiana kwamba mko vizuri kiroho, mkae mwe na mijadala yenu wenyewe. Haleluya. Itakusaidia sana. Watu wengi wameathiriwa na mafundisho ya nje ambayo hayajapimwa. Sio mafundisho yote ya nje ni mabaya, lakini lazima yapimwe ndio uyasikie. Sawa. Ni kama nyama inavyoingia buchani, sio nyama yote ni mbaya, lakini ikipimwa ndio itajulikana kwamba ipi ni mbaya na ipi ni nzuri kwa kula. Haleluya. Na katika kipindi cha kuimarishwa kiimani, Bwana atakupa maswali mengi ambayo utahitaji kuonana na mchungaji akusaidie kukujibu hayo maswali. Yatakavyojibiwa, imani yako inainuka. Katika kipindi hiki Bwana ataachilia maswali mengi. Ile shauku ya ndani ya kutaka kupata majibu. Mimi mke wangu akiwaga na maswali, hata kama ni usiku wa saa 8 atakuamsha. Akwambia hulali mpaka nielewe. Na uwezo kapaluza atakwambia sijaelewa mpaka nielewe. Kwa kama ni swali limekuja, itabidi ujikungute, usingizi uishe, ujibu ndio lale tena. Huwa naelewa ni nini. Roho wa Bwana akitaka kumuinua mtu kiimani, analetaga maswali mengi ambayo mtu moyo wake unashauka kupata majibu. Anapopata majibu, imani yake anafanya nini? Inainuka. Imani inainuka. Kwa kipindi hiki utakuwa una maswali mengi. Utataka kujua vitu kwa undani. Chanzo cha hiki, kwa nini hiki kiko hivi? Ili kuaje kwenye Biblia ikawa hivi? Yale maswali usidhanie tu yameibuka from nowhere. Yale maswali ni transformation, yanakuhamisha kutoka kwenye imani moja, viwango vya imani moja kwenda viwango vingine vya imani. Kwa utakuwa na maswali mengi, na mimi nipo tayari kujibu. Amen. Nipo tayari kujibu. Katika kipindi hiki la tano, katika kipindi hiki cha kuimarishwa kiimani, la 5 umeandika, utasukumwa sana kufanya matendo ya imani. Utajikuta unasukumwa
kwenda kutafuta kiwanja sehemu nzuri. Utajikuta unasukumwa ndani kwanza kujenga. Utajikuta tu unasukumwa kwenda kwanza kujifunza sui gari. Utajikuta tu unasukumwa kupita kwenye mashowroom kuuliza bei za magari, au utauliza wenye magari mlinunuaje, utaratibu ukoje. Yale ni matendo ya imani. Haimaanishi ukifanya hivyo tayari una hela kwenye akaunti. Ile ni matendo ya imani. Imani ilikuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Matendo ya imani ni kufanya kabla havijatokea. Watu wengine watasukumwa kumjaribu Mungu kwa fedha zao. Leo kwenye spiritual clinic nilikuwa namhudumia mtu mmoja. Nikamwambia, unajua wewe haufanikiwi kwa sababu ya kutokuwa mkarimu kwa Mungu. Mnakumbuka somo hilo la Jumapili Akaambia, mchungaji, kama kutoa sadaka natoa, lakini mbona sibarikiwi? Mbona kama fungu la 10? Nikamwambia, wewe hakikisha kwanza unatoa kwa ukarimu. Hakikisha unatoa kwa ukarimu. Unakuwa mkarimu kwa Mungu. Hadi nafikia kipindi Mungu anakutumia. Juzi hapa nilikuwa naongea kwa habari ya unabii, si ndio? Na huyo mtu bahati nzuri alikuwepo hapa. Ambia, lakini kweli baba, nimegundua ulivyosema manabii wa kweli, unabii upo. Mtu anaweza akawa nabii, maisha yake akawa manabii. Akane nishuhudia siku moja, alikuwa anasikiliza ushuhuda wa Mlelo asio alikuwa anatoa ni. Naye akaondoka akaenda kutoa kitu. Sawa sawa. Alienda kutoa kitu akisema maisha yake ya wiki ile yalibarikiwa sana na kufunguliwa. Akasema akatoa tena kitu kingine, maisha yakafunguliwa, lakini akafanya nini? Akaacha. Na akasema lakini juzi tena nimemsikia Mlelo anasema hivi, inabidi nianze upya. Ndio ule Mlelo atakumbuka nilimwambia nikasema usiache kushuhudia kila kitu kinachoendelea kwenye maisha yako. Unakumbuka nilisema? Kwa sababu kila anayesikia anapona. Je, yeye aliyekuwa anashuhudia anajua kwamba kuna mtu na yeye alifaidika mbele ya safari kupitia kusikia? Wewe unayekaaga na ushuhuda wako, unajua kwamba unapokuja kushuhudia hapa, ule ushuhuda sio wa kwako, ni wa wale wanaosikia. Kuna watu wengine wanaenda kupona. Nikamwambia, wewe ishi maisha ya imani, lakini ongeza ukarimu. Kuwa mkarimu. Mungu atakutumia. Ukiwa mkarimu kwa Bwana huwezi pungukiwa. Lakini ili uweze kuwa mkarimu, ukarimu sio maneno tu, ni matendo. Kwa hiyo lazima usukumwe kufanya matendo ya imani yatakayoonyesha ukarimu. Nina hiki kidogo nilicho nacho na kutolea. Sawa. Kuna wimbo mmoja hivi ulikuwa unaimbwa hapa, niliuzuia. Ulikuwa unaimbwaje sijui? Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana wangu, ila roho yangu tu. Wewe unatoaje roho yako? Si tuna ujenzi hapa. Unatoaje roho yako tu? Tunahitaji gypsum hapo. Wewe unatoaje roho yako? Inakuwaje unatoa roho yako? Na watu tunahitaji hela kwa ajili ya ujenzi. Kinachohitajika ni hela, wewe unatoa roho. Kwa hiyo unakuta mtu wa wimbo na mbembeleza, ni ameacha 10,000 anakuja kutoa shilingi 1,000. Ilalo. Au unakuta mtu amekaa tu hivi vikimi. Lakini utatumika kinabii. Haleluya. Utatumika kinabii endapo maisha yako yatakuwa ya matendo zaidi. Imani pasipo matendo imekufa nafsini mwake. Amen. Ibrahimu alimtolea Mungu ni matendo. Haleluya. Lakini pia katika matendo haya ya imani yataambatana pia
na namna ya kujitoa kwako. Matendo ya imani, matendo ya imani, utasukumwa namna ya kujitoa, kuwahudumia wengine, kuwahurumia wengine. Haleluya. Unafanya tendo gani la imani? Kufanyika baraka kwa Mungu na kufanyika baraka kwa watu wengine. Haleluya. Kufanyika baraka kwa Mungu na kufanyika baraka kwa watu wengine. Hapa mnapoona ujenzi unaendelea. Ujenzi unaendelea. Wakati ujenzi unaendelea hapa, mambo mengi yamefanyika ambayo hata tukiyatarajia. Sawa sawa. Maana yake nini? Fedha nyingi zinahitajika. Siwezi nikaitisha sana michango. Mimi huwa najisikia vibaya muda mwingine. Lakini moyo wako ukupe ukarimu kwa Bwana. Haleluya. Moyo wako ukupe nini? Ukarimu kwa Bwana. Usijisikie vibaya kutumika. Usijisikie vibaya kumtolea Bwana. Amen. Lakini ukiona mwenzio ana uhitaji na wewe unacho, usimwambie aje kesho wakati unacho leo. Maandiko yamesema hivyo. Kama unayo nguvu ya kumsaidia mtu leo, msaidie leo, usimwambie aje kesho. Kuna watu wanasaidia lakini mpaka umeipata hela yake unatoka mbio. Unahisi kama vile anaweza kukurudisha. Amekusumbua, nenda huko, njoo baadaye, nipigie saa 10. Saa 10 napiga, saa 10:30, saa 10:30 nipigie asubuhi, saa 2, saa 2 nipigie saa 4. Mpaka unaipata saa mwe. Yaani hata kuja inakuja kwa mambo mengi. Ndio naelekea kwa wakala. Sema, ndio naelekea kwa wakala. Mbona kwa wakala sijafika? Nimemwachia wakala, amesema kiituma atakupa. Wakala amekosea namba. Hivi namba yako ni ngapi? Yaani unakuta hela imezongwa. Yaani inakuja hela mpaka unasahau kutoa fungu la 10. Vile ilivyokuja kwa mitego. Watu mpaka waingia kwenye mfungo wa ghafla ndio hela inatoa kwenye simu. Usiwe mtu wa namna hiyo. Kama unataka kusaidia, saidia. Fanya matendo ya imani. Kama unataka kumuinua mtu, muinue mtu. Ukiona mtu kweli, ukimwona huyu mtu anapitia changamoto, usichoke. Sawa sawa. Mapito ya watu ni mengi. Unaweza ukiangalia Mungu akikufungulia milango, wanaopitia unaweza kuona kama ni wavivu. Lakini kumbe kuna mapito ambayo hata akili ya kufanya kazi na yenyewe inakuwa imefungwa. Kwa hiyo ukisikia kumsaidia mtu, ndani ya moyo wako umesikia sauti nasema msaidie mtu fulani, msaidie. Haleluya. Ukisikia kumbariki mtu, mfanye nini? Mbariki. Haleluya. Lakini pia katika kipindi hiki cha kuimarishwa katika imani, Mungu atataka uvumilie majaribu. Hali ya uvumilivu. Namba 6. Kuvumilia majaribu. Kwa nini maandiko yanasema kuvumilia majaribu? Maana yake Biblia inaeleza kwa habari ya majaribu yana mahusiano sana na imani kujaribiwa. Na imani inavyojaribiwa unainuliwa kutokana na ulivyovuka majaribu. Kwa katika kipindi kama hiki lazima ukubali kuvumilia majaribu. Haleluya. Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 3 na wa 4. Anasema wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti na wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Sawa sawa. Kwa hiyo tunapo pitia katika kipindi cha kuimarishwa, hakikisha unavumilia majaribu. Haleluya. Kwa nini majaribu yanahusika kukamilisha imani? Mungu anataka unapopitia majaribu, imani yako isishushwe na matukio ya kwenye majaribu.
Mungu anataka unapopitia majaribu, hali inayoipitia na mazingira yanaongea. Usikubali mazingira yanayoongea kipindi cha majaribu. Vumilia kuilinda imani yako. Kwa hiyo katika kipindi hiki namba 6 tunaona nasema tuvumilie majaribu. Kuvumilia majaribu. Kwa sababu majaribu huchangia ukuaji wa kiroho. Majaribu huchangia ukuaji wa kiroho. Kwa namna gani? Utajikuta watu wengi sana walipojaribiwa ndio walipoomba sana. Kuna watu walipojaribiwa ndio walipofunga siku 40. Kuna watu walipojaribiwa ndio walipata muda wa kujifungia kwenye vyumba vyao na kutafuta uso wa Bwana. Kwa majaribu pia yanamuimarisha mtu kiroho. Kuna watu wanajua kuomba sasa hivi kwa sababu kuna mlima fulani alikuwa anaushughulika. Kwa ulivyokuwa unashughulika na ule mlima, by the time ule mlima unaisha tayari na maombi, una uwezo kuomba maombi hata masaa 3. Kwa hiyo majaribu mara nyingi huwa yana nafasi kubwa ya kukuza imani zetu, ya kukuza maisha yetu ya kiroho. Haleluya. Ndoa yako ilipoingia shida, mume wako alipobadilika tabia, ama mke wako alipobadilika tabia, hapo hapo ukaanza kusukumwa kuwa na maombi makubwa. Lile jaribu mpaka linaisha, uwe una uhakika na maisha yako ya rohoni yameinuliwa. Kwa hiyo tunapokuwa katika kutengenezwa na kuimarishwa kiimani, jaribu likija, simamia imani, vumilia mpaka jaribu litakapoisha, litakuwa limesha kujenga. Biblia inasema jaribu haliji isipokuwa lile lililo la kawaida. Na maandiko yanasema tayari Mungu ameshaandaa mlango wa kutokea. Kwa hiyo jaribu halijalenga kumuua mtu, jaribu limelenga kumuimarisha mtu. Kipindi unajaribiwa, linda imani yako. Haleluya. Kwa sababu ni kigezo, haleluya, cha kumtengeneza mtu. Amen. Kwa hiyo haya ni mambo 6 ambayo ni tamani uyashikilie na uyatafakari tunapoenda kuimarishwa kiimani. Mungu abariki sana. Unaweza kusimama sasa. Okay. Roho Mtakatifu, ninaomba neema juu ya imani yangu kuongezeka. Imarisha imani yangu. Tengeneza imani yangu. Imarisha imani yangu. Tengeneza imani yangu kuelekea muujiza mikubwa. Kuelekea miujiza mikubwa. Bwana Yesu. Ninajua miujiza wewe yote inahitaji imani. Nami nahitaji miujiza. Tengeneza imani yangu. Imarisha imani yangu. Tengeneza imani yangu. Imarisha imani yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu. Nipe imani. Imani kubwa. Kwa mambo makubwa. Imani kubwa. Kwa mambo makubwa. Bwana Yesu. Nipe neema. Niimarishe. Kwa imani kubwa. Na mambo makubwa. Bwana Yesu. Nitengeneze. Kwa imani kubwa. Na mambo makubwa. Kwa imani kubwa. Na mambo makubwa. Katika jina la Yesu. Imani ya kuhamisha milima. Imani ya kuhamisha milima.
milima. Imani ya kuleta miujiza. Imani ya kuleta miujiza. Nipe neema. Nipe neema. Katika mwezi huu. Katika mwezi huu. Nipeleke viwango vipya. Nipeleke viwango vipya. Vya imani kubwa. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Omba twende mbele za Bwana. Roho Mtakatifu, asante kwa neema na rehema. Asante kwa uweza na nguvu. Baraka, baraka, baraka. Neema, neema, neema. Baraka, baraka, baraka. Neema, neema, neema. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa neema na rehema. Sifa na heshima ni zako. Amen. 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 Nataka nikuambie mambo mawili ya muhimu sana, yashikilie. La kwanza, unapoomba hakikisha unaamini. Amen. Na ndio maana maombi mengi yanapata attack, kwa sababu anayeomba haamini. Na kwa nini ukiomba usiamini? Kwa sababu unaomba ukiwa hauna neno linalokupa imani. Kwa hiyo unajikuta unaomba. Sasa unapozidi kuomba unashindwa kuamini kwa sababu huna neno. Kwa nini unashindwa kupokea? Kwa sababu hauombi. Hata ukiomba unaomba vibaya. Moja ya kuomba vibaya ni kuomba pasipo kuamini unachokiomba. Na hauwezi ukaamini unachokiomba kama hauna neno, kwa sababu imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Kama hauna neno ndani yako ni ngumu kuyaamini maombi yako. Ili uamini lazima ndani uwe na imani. Na imani huja kwa kusikia. Lazima uwe na neno la kutosha linalokufanya unachokiongea ukiamini, ili ukipokee, ili kiwe chako. Umeelewa vizuri? Amen. Maana yake ni unaweza kaingia ukaomba na usipokee. Wakati wa maombi ukawa huamini. Na kwa nini huamini? Sio kwamba unajituni kwamba sasa naamini, sasa naamini, sasa no. Kuamini wakati unaomba sio kusema Baba nimekuamini, Baba nimekuamini. Unaweza ukasema Baba nimekuamini na ukawa hujamwamini. Kinachokufanya uamini sio kusema naamini, ni neno lililopo ndani yako linalokupa ujasiri wa kusema nimeamini. Unapoomba huwa unaomba huku naamini. Mwingine anaweza kusema ndio. Kwa sababu baada ya kuomba, akiomba dakika 5 anasema Baba umesema lolote tutakaloliomba tukipoamini litakuwa la kwetu. Nimeamini. Unaweza ukayaongea yote hayo na ukawa hujaamini. Imani ni kuwa na uhakika. Kwa wanaposema unavyoomba endelea kuamini, maana yake nini? Wakati unaomba uendelee kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo juu ya lile unaloliomba. Uanze kuona bayana ya kitu ambacho bado hakijatokea. Wakati unaomba unaendelea kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Wakati unaendelea kuomba, Baba katika jina la Yesu Kristo ninaomba unipe gari. Lazima uomba gari huku naamini haimaanishi kwamba baadaye useme nimeamini. Kuomba unaomba gari huku naliona katika ulimwengu wa roho kana kwamba liko hapa. Huko ndio kuomba huku unafanya nini? Unaamini. Na ndio maana naweza nikaja kwako nikasema Bwana Yesu nakushukuru. Amen. Asante. Nikaa nimeondoka. Mimi ninaamini kwamba nikikugusa hivi naelewa kinachotokea. Shida ni kwako. Unaweza kusema, ndio kashamaliza. Nimemaliza na umeshapokea. Na ndio maana Yesu alikuwa anataka ushirikiano wa imani. Unataka nini? Nataka kupona. Pokea sawa sawa na unavyoamini, kwa sababu ni lazima imani ya kupokea ndio itakao kuwa imani ya kutoa. Haleluya. Yesu atatoa imani kwa kiwango unachoamini. Sio kwa kiwango cha alicho nacho. Yesu ana vyote. Ameacha mlango ulio wazi mbele yetu. Utaingia kwa imani ulionayo. Wakati unaomba endelea kuamini. Wakati unaomba endelea kuona yale unayoyatarajia kana kwamba yameshatokea.